wanahabari, habari za mchana huu. Tumeitana hapa kwa lengo moja la kuja kutoa tamko letu sisi kama wazee wa klabu ya Simba, kutokana na sakata linaloendelea, kutokana na matamko mabovu yanayotolewa na wenzetu wa upande wa pili wa Young Africans ya kugomea kuja kucheza dabi ya tarehe 15. Yanga waligomea kwamba hawatocheza, wakafika mahali wakaenda mpaka kasi kwamba wanaenda kutafuta haki yao ya kisheria kutokana na mchezo ule kuahirishwa, ulioahirishwa katika kipindi kilichopita, wakaenda mpaka kasi. Kasi ikawarudisha, wakaambia rudini nyumbani kwenu Tanzania, muende mkafuatilie haki zenu katika vyombo vya haki vinavyosimamia mpira katika nchi ya Tanzania. Waliporudi hapa, Yanga wakasema wao hawachezi, lakini na TFF hawatoenda. Kwa maana hiyo wamekaidi kwanza agizo walilopewa na kasi kwamba warudi kwenye vyombo vya haki. Kwa maana hiyo wao sasa hawataki kucheza mpira. TFF na bodi ya ligi wameipanga tarehe 15 ya mwezi wa 6 dabi ile ichezwe kwa mujibu wa taratibu ambazo wameziona wao sasa pana haki ya kuchezwa mchezo ule. Jana wameibuka tena wazee wenzetu wanasema msimamo wa klabu ya Yanga uko pale pale kwamba hawatocheza mechi ya tarehe 15. Sasa ni waulize wazee wale, wanaelewa madhumuni ya kuanzishwa kwa vilabu hivi? Vilabu hivi vimeanzishwa madhumuni yake ni kucheza mpira. Na tukasema Simba na Yanga tutakaoatani, maana yake tunacheza mpira, kuna kufungana. Hakuna kuogopana. Unapochezwa mpira wewe nenda kacheze mpira, litakalotokea ndio litakao matokeo ya kunogesha utani wetu. Leo Yanga wameiona Simba iko sawa sawa, imeshacheza fainali ya shirikisho. Kwa uoga wao wanachukulia kisingizio cha kusimamishwa mchezo kwa mara ya kwanza kwamba ndio hiyo kitendo tena cha kugomea mchezo ambao umetangazwa tena kwa mara ya pili kuchezwa ili wasilete timu. Sisi tunasema Yanga waache uoga. Sisi tumeshajiandaa na tuko tayari tarehe 15 kupeleka timu, na wao waache uoga wa kusingizia kisingizio cha mechi mchezo uliopita. Wao walishafuata taratibu na wakarudishwa na chombo kinachosimamia haki, kasi. Kwa hiyo warudi nyumbani wafuate taratibu walizoelekezwa. Na taratibu zilizoelekezwa ni kwamba sasa mchezo umeshapangwa. Waje wapinge matokeo uwanjani baada ya kufungwa au kushinda. Haiwezekani bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Singida. Bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Prison. Bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Pamba. Lakini akicheza na Simba, bodi ya ligi hawana akili, TFF hawajui kusimamia mpira, maana yake anataka kubebwa. Tushasema Yanga asisubiri kubebwa, ajibebe mwenyewe kwa nguvu zake. Walishabebwa kwa muda mrefu na Simba tumevumilia. Sisi tumefungwa pale, goli mpira umetoka nje, umerudishwa ndani, Kayoko kauweka mpira kati, tumefungwa kumepelekwa mpira kati, tumefungwa tumekubali goli. Yeye anawafunga watu magoli 5. Hakuna hata sehemu moja aliambiwa Yanga anabebwa anapendelewa. Lakini sisi tumemfunga Singida goli 1 tu. Yeye amepiga kelele, nchi nzima imeelewa, na mpaka risasi amefungiwa kwamba amechezesha vibaya kwa sababu tumemfunga Singida. Lakini yeye angefunga Singida goli 5 ingekuwa ni sawa sawa, na TFF wana akili na refarii mzuri. Kwa hiyo tunaomba waache kuleta visingizio kwa sababu wanataka ushindi wa bure. Waache kupenda bure. Yanga warudi kwenye mpira. Kama madhumuni ya vilabu vilivyoanzishwa ni kucheza mpira, tucheze mpira. Kama kufungana tufungane. Akinifunga mimi sawa, nikimfunga yeye sawa. Lengo ni kuleta ule utani wa jadi uendelee, tuendelee kutaniana. Asitegemee kupata njia za mkato. Tulimwambia Yanga unatufunga sisi tuna mamluki ndani, alikataa. Unatufunga sisi tuna mamluki, alikataa. Tumesafisha mamluki. Sasa tuko sawa sawa, tunamwambia tu njoo tucheze. Anakimbia anatafuta uchochoro wa kukimbilia. Ameshika katika eneo moja tu la kuahirishwa kwa mechi kwamba yeye sasa ndio ameonewa na yeye ndio anafanywa kila kitu kibaya, hajawahi kufanywa jema hata moja na TFF. Tunaomba Yanga waache uoga. Waje uwanjani tarehe 15 tunawasubiri. Sisi hatutogoma kucheza mchezo. Na tunajiandaa na tuko sawa sawa. Waje, sisi tuko sawa sawa, tumechoka juzi tu kwenye finali ya Afrika. Tunawasubiri kwa hamu, waje, wasiogope. Juma Saleh Limbanga ni mwana Simba kama ilivyo ada. Ninachotaka kukisema,
siko mbali sana na waliotangulia, isipokuwa nitawakumbusha hata nyinyi wanahabari. Niliwaambia katika kikao kilichopita, muwe mna maswali pindi mnapokutana na interview za wazee. Wale wazee wangekuwa wanapewa maswali, siamini kama kilichotokea ni kweli, kwa sababu kawaida ya mzee lazima awe tofauti na kijana. Kijana ana mawazo ya haraka, mzee ana mawazo ya kufikiri. Anafikiri kwanza alafu ndo anatoa msimamo wake. Siamini kama wazee wa Yanga walikaa wakafikiria. Kama walikaa wakafikiria, walitakiwa waulize vijana wao, mlipokwenda kasi mkarudishwa, mmerudishwa kwa sababu zipi? Na hizi sababu kwa nini tusiziendee kwa ufanisi? Kwa sababu rufaa yoyote lazima kuwe kuna nakala ya hukumu. Nakala ya hukumu ndio inakupeleka wewe mbele. Sasa leo unasema huna imani na bodi ya ligi. Kupitia wapi? Mbona hapakuwa na kesi yoyote? Fungua mashtaka dhidi yao. Alafu wale wakunyime wewe mashtaka yale ushindi wako, ili wewe uweze kwenda wapi? Mbele ya safari. Lakini hamna, umeelekezwa nenda kwenye mamlaka zenu. Uendi, unakuja huku, unatoa tu maneno ya ovyo ovyo, unaita vyombo vya habari. Na nyinyi wanahabari mtakuwa muwaulize utaratibu ukoje. Vinginevyo kila siku tutajibizana. Sisi kawaida yetu tunakuja kwa umuhimu. Wazee wa Simba kwa bahati nzuri, Mungu amewajalia afya ya akili. Wanajua wanachokuja kukizungumza. Mwanzo niliwauliza, mko tayari kwenda kuwauliza wale nia yao ni nini? Kwa sababu huu wakati tulionao tunauendea uchaguzi. Uchaguzi unahitaji utulivu wa kiakili. Uchaguzi ambao unakwenda kustawisha nchi. Uchaguzi huu ukiingiwa na vurugu, maana yake hata kule kuhosti mashindano makubwa itakuwa mtihani. Sisi tumtarajie kabisa tuna hosti mashindano makubwa ya AFCON, Chani. Sisi ndio tumeteuliwa, pamoja na kuwa tumechanganywa na Kenya, lakini sisi ndio wadau namba moja. Sasa leo Simba na Yanga ndio wadau wakubwa wa mpira katika nchi hii. Simba ameamua kuwa na busara, hekima, na pia wana uongozi imara na ni watu wenye kusikilizana. Hata wazee wake hapa, pointi wanazozimwaga hapa ni pointi zinazoshikika. Lakini wale wazee wenzangu wanapofikiria kwenda mahakamani, maana yake wanaenda kuleta fujo. Sasa hii fujo, kwanza tuelewe, Samia kajitoa, Dr. Samia Suluhu Hassan kajitoa kuwa namba moja kusapoti mpira. Hivi tunavyokwenda mahakamani, si maana yake tunamchosha? Sasa kwa nini tuwe hivyo? Sasa mimi ningependa nyinyi wanahabari pia muwe na maswali ya kuwauliza, kwa sababu ziko taratibu za kuufuata mpira wetu, sio kulipuka tu. Wamelipuka wamekwenda kasi, wakati hapa kuna vyombo. TFF haifai, bodi ya ligi haifai, lakini mashindano yanaendelea na kucheza. Ila wakiambiwa Simba huyo hapo anakuja, jamani waandishi, na kuombeni kuweni majasiri, wanapokuiteni waulizeni na maswali. Hata sisi hapa tunaruhusu maswali. Leo hii Wizara ya Michezo imeongezewa bajeti. Subject ni kujenga viwanja vya mpira wa miguu. Bajeti kubwa sana imeongezwa. Na waziri wa michezo alisema hatoingilia michezo, kwa maana michezo ina taratibu zake. Serikali haitoingilia, lakini serikali hiyo inatujengea viwanja kwa upendo kabisa. Leo anatokea mtu anasema mimi sichezi. Leo anatokea mtu mimi nitakwenda mahakamani. Leo anatokea mtu anawatishia wenzie, mkienda kucheza mtafute na mlango wa kutokea. Nyinyi wanahabari mmetulia, inakuwaje? Mimi nahisi mtakuwa mnanipa na mimi wasiwasi. Natakiwa muwe na maswali. Sisi wazee tunapotoka mbele yenu, hebu tuchallengeini basi. Wazee, katika hili mnalolisema mnalitoa wapi na kwa sababu zipi? Lazima muwaulize. Lakini mkiwaacha tu waseme tu, ndio matokeo yake wanazoea. Hata kwenye ligi yetu sisi inaendeshwa na kanuni. Alafu ile bodi ya ligi inayo mwakilishi wa Yanga ndani, yani wawakilishi wa vilabu vyote wako mule. Ina maana ukikataa bodi ya ligi, wa kwanza unayemkataa ni mwakilishi wako, kwa sababu umempa nafasi ya kwenda kuiwakilisha taasisi yako. Leo unatakiwa kae naye, bwana, kule kuna 1, 2, 3 mmekaa vikao kujadili hili.
alafu ndo unakuja kufungua kesi ndani ya nchi. Ukishindwa, kwa sababu ninavyojua mimi, kesi hata kama unajua nitashindwa, fungua, shindwa, chukua nakala yako ya hukumu, uende mbele ukadai haki yako, kwa sababu daraja hadi daraja zinatoa haki. Mimi sina mengi zaidi ya hayo, ila nakukumbusheni, naomba nikukumbusheni, mwanzo nilikwambieni kuna chama kinasema hakuna uchaguzi, na hawa wanasema hakuna mechi. Hawa wanashabihiana kwa sababu miongoni mwa hao viongozi wa chama hicho nao ni washabiki wa Yanga. Asalamu alaykum. Naitwa Violet Emmanuel Mbele, ni mwanachama wa Simba. Tupo hapa waandishi wa habari, kama wenzangu walivyotangulia, ni kwamba jana wenzetu wazee walikuja, walifanya place yao, lakini mpaka sasa hivi inaonekana kabisa kwamba Yanga ana dhamira ya kuiharibu mpira wa Tanzania, kwa sababu mpira wa sasa hivi umekuwa kama vita. Simba na Yanga ni watani wa jadi, miaka nenda miaka rudi, lakini tunashangaa sasa uongozi uliokuwepo sasa hivi umeharibu kuanzia ligi, imeanza kudhamini timu 8. Tumesema hawakuelewa maana yake. Yanga imefika inachagua marefa. Timu inapocheza wanazionga zile timu zingine kiasi kwamba anaachiwa goli 5, goli 7. Uwezo wa Yanga ni mdogo. Sasa hivi Simba ipo vizuri, na Yanga anajua kabisa kwamba Simba ipo vizuri. Kigezo cha tarehe 15 Yanga hataki kufika uwanjani, sio kusema eti kwa sababu kwa nini siku hiyo hatukwenda. Sio kweli, kwa sababu anaona kabisa maduka yote waliokuwa nayo sasa hivi yapo kwao. Kwa hiyo sasa hawana pa kupenyeza rupia zao walizokuwa wanapenyeza mwanzo. Sisi tunawaambia tarehe 15 tunawataka Yanga uwanjani, waje wacheze mpira. Sisi tumejiandaa na wao wanajiandaa, ila uongozi wanashindwa kuwaambia ukweli kwamba wanataka kuileta timu. Wanasikilizia yani kelele za wa mashabiki wao, kwa sababu tayari walishawaaminisha kwamba hawachezi. Lakini uongozi unataka kabisa kucheza na wanajiandaa, ila hawana jinsi, watawaambia nini watu wao. Sasa sisi kwa press ya jana tunawaambia kabisa kwamba Simba ipo tayari, michezo ni furaha, nchi inaitegemea sana Simba na Yanga. Sisi hivi tunaenda kwenye uchaguzi, unapoleta tafrani ya Simba na Yanga unaleta tafrani ya utawala kwenye nchi. Angalie sasa hivi anagombea, anataka uongozi. Sasa kama hawezi kuituliza timu yake, atashindwa kutuliza hata hao wanaotaka kwenda kwa tawala. Sasa aangalie kabisa, alete timu na aiwezeshe Yanga irudi kwenye msimamo, irudi kwenye utaratibu wa utani wa jadi wa Simba na Yanga. Sasa hivi imekuwa ni vita. Anataka kutawala kwa yani iwe inashinda Yanga tu. Hamna mchezo huu. Hata juzi tumefungwa na Singida. Tumekubali timu yetu ilichoka. Tumekubali kwamba tumefungwa. Yanga hataki kukubali kwamba amefungwa. Hiyo ndo kitu ambacho kinawaathiri sana timu ya Yanga. Tunaomba kabisa, wasimletee chokochoko huyu mama. Sasa hivi yuko kwenye tafrani hapa nchini. Tunataka siasa za mpira ziishe. Tunataka mpira uwe amani, furaha. Sasa wao wanapotaka kuleta komvi, na TFF na bodi ya ligi wawe makini. Wakiondoa tarehe 15 na sisi pia tutagoma. Ina maana watakuwa wanaleta nini sasa ndani ya nchi? Simba na Yanga ndio ligi ya nchi. Sasa kama TFF na bodi ya ligi inashindwa kuzisimamia Simba na Yanga, amini kabisa mpira wa Tanzania unaenda kufa. Na sisi hatuwezi kukubali mpira ufe kwa sababu ya watu wachache ambao wanashindwa kuongoza. Kwa hiyo naomba kabisa tarehe 18 na tarehe 15, na nawaambia tumejiandaa vizuri tarehe 15. Yanga aje na tunampiga, na ubingwa, hii ndio finali ya Simba na Yanga, ubingwa tunauchukua mguuni kwa Yanga. Asanteni sana. Salimia pia, mimi naitwa Suleiman Salim almaarufu Zakazaka. Nia kubwa ya kuwaita hapa ni kama mwenzangu jinsi alivyozungumza. Sisi tumeshangazwa na wazee wenzetu wa Yanga jana kwa maneno aliyozungumza. Sisi tuko tunafikiria kwamba wazee ni kazi yetu kuwa na busara, lakini kumbe wazee wenzetu wale wamekosa busara kiasi ambacho wanazungumza maneno ambayo hayaendani na soka. Wao wamezungumza kwamba hawatoingiza timu uwanjani, na timu ikiingia uwanjani kwa kuruhusiwa na viongozi wao
ndipo hapo siku hiyo itakuwa mwisho wa ligi. Sasa mwisho wa ligi huu unakuwa tofauti namna gani? Au mwisho wa ligi huu unakuwa kwamba ni mwisho, sisi hatuelewi kitu gani ambacho fanya. Kwa maana hiyo kwamba sisi tunawaomba siku hiyo ya tarehe 15 mwezi wa 6 walete timu uwanjani ili waje pale, waje kufanywa kitu ambacho kinastahili kufanywa, na wao siku hiyo lazima watafungwa tu. Wanapata uoga tu wao kosa kutaka kuingiza timu. Hilo la kwanza. Jambo lingine la pili, wao ni watu ambao sasa hivi wanailaumu bodi ya ligi. Bodi ya ligi mbona ina mapenzi makubwa sana kwao toka mwanzoni na mpaka sasa hivi inapokwenda. Wao wanapata uoga wa nini wa kuona sasa hivi bodi ya ligi haina mahusiano na wao. Naona wao walikuwa tayari wameshachukua maamuzi ya kutoka hapa kwenda kasi. Na walipokwenda kasi, elekezwa jinsi ya kufanya. Wamerudi hapa wanasema hawana imani ya wao pamoja na bodi ya ligi. Hawaamini tena viongozi wa bodi ya ligi. Hapa hakuna ukweli. Hichi kilichokuwepo, wao wanakuwa ni waoga tu wa kucheza hii mechi. Sababu viko vitu vingi tu ambavyo wao inaonyesha kwamba walikuwa wanapendelewa na bodi ya ligi, lakini wao wanakuwa usaulifu au wanajisaulisha. Naona kuna vitu vingi. Kitu kimoja ambacho wao walikuwa wanafanya, ilifikia wakati mpaka viongozi wa Yanga au klabu ya Yanga wanachagua mpaka marefali wa kuwachezesha, kwamba sisi mechi hii tunataka refali fulani atuchezeshe. Na bodi ya ligi ilikuwa inakubali, wanaridhika, wanakubalia wanachotaka wao. Sasa hivi kwa nini wao wanakuwa waoga? Sasa hivi kwa nini wao wanakuwa wanakataa kukubaliana na bodi ya ligi? Kitu kingine wazee hao walichokizungumza jana, niliona ni kitu cha ajabu sana. Mawazo yao wao ya kutaka kwenda kwenye mahakama ya kawaida, kwenda kupeleka hizi kesi za mpira. Wasijidanganye kwamba wao watapokwenda mahakamani kwenda kutaka labda nchi itafungiwa katika soka, wasijiongopee. Itakaofungiwa ni klabu yao, haiwezi kufungiwa nchi. Kwa sababu nchi sio serikali ambayo imejiingiza katika mambo ya mpira. Ni klabu ndio imejiingiza katika mambo ya kwenda mahakamani. Na nchi haiwezi kufungiwa kutokana na klabu. Klabu wenyewe ndio itapata adhabu. Kwa hiyo wasijidanganye kwamba wakienda mahakamani kwamba serikali ndio inaweza ikahusika au nchi ikahusika kufungiwa. Wanajidanganya. Wasikawe wakajiongopea. La mwisho kabisa ambalo nataka kuzungumza, kiongozi wao ambao ndio rais wao, ambaye engineers, hawa watu wazee hawa wanawatuma wao waje kuzungumza maneno haya. Wasidanganye kwamba wazee ndio wanazungumza yale maneno, wanazungumza na uongozi wa Yanga. Viongozi wa Yanga hawezi kujitokeza mbele kuzungumza, wanatuma wale wazee waje kuzungumza ili kuonekana kwamba kama wazee ndio wanaongea. Hapana, wanaongea sio wazee, wanaongea ni uongozi wa Yanga ndio unaongea katika jambo hili. Kwa hiyo wasiweke panzia ya kutaka kuwasingizia wale wazee. Asante sana. Kwa majina naitwa Amos Michael Mzelu, ni mwanachama wa Simba wa tawi la Pila Tsunami. Na mimi siko mbali sana na wazee wenzangu hapa ambao wametangulia. Kwanza mimi niseme msemaji huyu wa mwisho na mimi amenikumbusha kitu. Kama alivyosema, mara nyingi sisi wazee wa Simba mkituona tunakuja na neno ambalo lina mashiko. Hatuji tu kwa miemko. Baada ya mechi ile ya tarehe 8 tulikuja hapa sisi mara moja na tukasema lile ambalo tumelisema na sababu zile ambazo zilituleta mpaka tuliseme. Nyinyi wanahabari mlilielewa, na baada hapo hatukusema chochote, kwa sababu kwa sisi tunaupongeza sana una misimamo, na ndio maana unaona hata sisi kila tunachokuja nacho hapa kinakuwa na busara. Kwa matamshi ambayo tumeyasikia jana ya wenzetu, na sisi sasa yanaenda kututia mashaka, kwa sababu kwanza moja, tunaona moja kwa moja inapelekea uvunjifu wa amani. Kwa sababu leo wewe mtu wa mpira ukaa kwenye kikao halafu unasema sisi tumeamua hivi, mechi haichezwi, tutaenda kwenye mahakama zote, tutafungua. Manake nimesikiliza sana leo michezo, sikiliza sana msemaji wao mmoja, mzee wao kama sikosei, somebody Msumi,
anasema wao wataenda kwenye mahakama zote, kila mahakama watafungua kesi. Sasa ukiliangalia hili, unaliangalia hili linataka kuleta taswira gani kama sio vurugu? Sisi tunaelekea kwenye uchaguzi, na tunapoelekea kwenye uchaguzi tunahitaji utulivu. Mpira wa Simba na Yanga sio ugomvi, lakini leo hao ndugu zetu wametengeneza kama vita sasa ya mpira. Wao wameelekezwa na TFF na bodi ya ligi. Bodi ya ligi wamo wajumbe wao mle, na wajumbe wao wanakaa nao karibu kuzungumza nao. Mle kuna kanuni, kuna taratibu na sheria, lakini cha ajabu wameziacha zile, wameenda kukimbilia kasi. Wamesikiliza yale, wameona hayana mashiko, wameambia rudini huko ambako mnacheza mpira wenu na chama chenu kipo, bodi ya ligi ipo, pelekeni malalamiko yenu. Yale malalamiko wao waliyopeleka walitakiwa kwanza wayasikilize, kama wamejibiwa, kama hawakujibiwa. Lakini leo tunashangaa wanakimbilia kule, wanaenda kuleta maneno ambayo mimi nasema ni maneno ambayo yanashawishi watu kutengeneza chuki na vurugu. Sisi tunaelekea kwenye uchaguzi. Mama anatusapoti mno kwenye mpira. Sasa hivi tumepewa mashindano ya CHAN na AFCON. Sisi ndo waandaaji na zile nchi nyingine ambazo tunashirikiana nazo. Lakini leo tunaona sasa wenzetu wanaenda kuleta mtafaruku kwenye swala la mpira. Sisi hatukulitegemea hili kama wangelitamka, kwa sababu sasa tunaona linataka kwenda mpaka kwenye siasa. Mimi nilisikia watu magrupu yao wanatoka, wengine wanasema no reform. Sasa ukiona vile sasa wanaingia kule kwenye upande wa pili. Wanatoka sasa kwenye mpira wanaingia kwenye siasa. Ukishaona watu wanashawishi watu wa namna hii, hii sio dalili nzuri hata kidogo. Hii sio dalili nzuri. Wao waache mambo ya siasa, tukacheze mpira. Sio tunatengeneza chuki na malumbano yasiokuwa na msingi wowote. Tusimame kwenye mpira, kanuni zipo, TFF wapo, bodi ya ligi ipo, na wale wote waliochaguliwa wamechaguliwa na vilabu hivi ambavyo vinashiriki ligi. Leo hii utaki kucheza mechi ya Simba, unasema una imani na bodi, una imani na TFF. Lakini leo unaenda kucheza mechi na Prison, unaenda kucheza mechi na Singida, unaenda kucheza mechi sio na nani, alafu hawa na Dodoma Jiji. Lakini hawa ambao wako chini ya TFF na bodi ya ligi, leo tunaambiwa wanataka kwenda kucheza mechi ya kirafiki Rwanda si Burundi. Unaenda kule, nani anakupeleka kule? Kama sio upate idhini ya bodi ya ligi au upate idhini ya TFF au upate idhini ya BMT. Maana hivyo ndio vyombo vya mchezo. Sasa leo tunashangaa huku sehemu hizo wanazozikimbilia wanaenda kutafuta nini? Unaacha kwenda kwenye maeneo yanayohusika na mpira, unakimbilia mahakamani. Mpaka nimemsikia mtu mmoja anakurupuka sema mtaniruhusu nitaje. Na mwandishi mmoja akamwambia hebu ataja bwana. Akataja. Akasema kwa mfano kama Lage hakushtakiwa kwa sababu ya eti timu haikwenda kucheza mpira. Lage alishtakiwa kwa mambo mengine. Malinzi alishtakiwa kwa mambo mengine. Kabulu alishtakiwa kwa mambo mengine. Hayahusiani na mambo ya mpira. Yale ni mambo ya fedha, walionekana labda wameforge document ndio akaingia huko. Leo wewe utaki kucheza mechi, unasema unaenda kushtaki mahakamani. Kama sio uoga ni nini? Sisi sasa hivi tuko vizuri. Na tuliwaambia toka mwanzo. Tuliwaambia sisi kama haya maduka yaliyokuwemo humu yakiwemo nyinyi mtaendelea kushinda, lakini tukiafatua nyinyi hamna uwezo wa kushinda. Leo tunachezesha mechi moja ya kwetu eti kwa makosa yale mtu ameguswa bega ameanguka tayari wewe unataka penalty kwa kuguswa bega. Yale magoli yalofungwa na mkono tumelalamika sisi. Mpira umetoka nje. Tumepiga kelele sana kuhusu Kayoko. Kayoko hajafungiwa mpaka leo hii. Elisasi amefungiwa kwa kosa la mechi moja tu. Na hao wengine tunaosema makosa mengi sana wameyafanya. Sasa hii ndio muone ni namna gani Yanga anataka kuitisha TFF, anataka kuitisha bodi ya ligi, anataka kuitisha sasa mpaka serikali. Ili jambo la serikali pia wanatakiwa waliangalie vizuri. Wawe na umakini nalo sana. Inawezekana sisi tunasema labda ni mpira, kumbe watu wana mambo yao mengine. Kwa sababu ukishaanza kusikia hivi maneno ya namna hii kwamba mtu afanye namna hii, alafu hapa ndo mwisho wa mpira wa nchi hii. Hivi wewe kweli nyinyi wazee watano si wa mkoa wa Dar es Salaam si 10 mnaweza mkavunja kabisa ligi ya nchi hii? Kwa uwezo gani au kwa vigezo vipi? Au leo nyinyi mnaambia uongozi wenu kwamba mkipeleka timu basi na nyinyi mtafute mlango wa kutokea. Mpira ule ulikuwa zamani bwana. Zamani tulikuwa tunateka timu, tunabeba hapa,
tunasema ile tunapeleka Kigamboni au tunapeleka wapi. Mambo yale yashapitwa na wakati. Sasa hivi kuna sheria zilizosimama, wapite kwenye sheria, watapata majibu. Sio wanakurupuka tu wanaongea yale wanayotaka wao. Mimi sidhani kama wale ni wazee kweli wa Yanga. Inawezekana wako watu mle mamluki, wametumwa tu wapeleke zile habari kiujanja, wajifiche kwenye kichaka cha mpira. Sisi hatutaki mpira wetu waje kujificha watu wa siasa au wahuni. Huu ni mpira, una sheria zake, una kanuni na una njia zake. Wakishindwa kucheza mpira wapeleke timu pale. Wache uoga, wapeleke timu. Kama tukafungiwe pale. Kama wao watashinda basi washindie pale. Sio wapige kelele na hizo propaganda wanazozileta. Sisi tunajua wao wanajiandaa, hata kama wanaleta maneno yao uongo atupeleke timu. Sisi tunajua, hata jana sio nasikia hapo walikuwepo Taifa hapo wanapiga mazoezi. Wasitake kuleta mbwembwe, ila wasitengeneze mpira ndio kichaka chao cha kujificha. Hatutaki waingize siasa mle. Mle tunataka mpira. Tarehe 15 wapeleke timu na sisi tunajiandaa, timu yetu iko kambini na tuko full nondo, hatuna mashaka yoyote.